Mtazamaji wa Mkaya TV, ni wa Mkaya TV asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Kama umefika kwa mara kwanza, hakikisha una subscribe na una turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Sisi tumeamua kubeba utamaduni kwa lengo moja tu la kuijenga kesho. Na leo tuko tayari kukujuza historia ya kabila la Wasumbwa. Je, unajua kuwa kuna kabila moja Tanzania, kabila ambalo watu wengi wanadhani ni Wanyamwezi, lakini kiukweli ni tofauti kabisa. Hawa si wengine bali ni Wasumbwa, kabila lenye historia ya kipekee, lenye utambulisho uliojificha kwa muda mrefu. Leo tunafungua asili zao, historia yao na maisha yao halisi. Karibu sana wa Mkaya TV asili mtandaoni, tunabeba utamaduni, tunaijenga kesho. Netika kwa jina la Ngosha wa Mkaya. Hapa ni mahali ambapo historia inafufuliwa. Tunapozungumzia Wasumbwa, ni moja ya makabila ya Tanzania ambayo yanapatikana zaidi katika maeneo ya Kahama. Ukifika Ushetu huko, ukifika Bukombe Geita, ukifika Ronzewe, Ushirombo, Mbogwe na baadhi ya sehemu za Geita. Lakini jambo la kushangaza, watu wengi wamekuwa wanawafananisha na Wanyamwezi kwa sababu ya ukaribu wa maeneo yao, lakini kiuhalisia Wasumbwa ni kabila lao likiwa na utambulisho wa kipekee. Wasumbwa ni sehemu ya jamii ya Kibantu zilizohama taratibu kutoka maeneo ya Afrika ya Kati na hatimaye kuingia nchini Tanzania. Walipofika, waliishi katika maeneo ya kati ya nchi ambayo yalikuwa na rutuba na nafasi ya kilimo. Hapo ndipo wakaanza kujenga jamii yao kwa misingi ya familia, ukoo na mila zao za jadi. Maisha ya Wasumbwa kwa wakati ule yalitegemea sana kilimo, ufugaji, biashara ndogo ndogo, huku wakilima mazao kama mahindi, mtama na mihogo, pia wakifuga mifugo kama ng'ombe na mbuzi. Jamii yao ilikuwa na mshikamano mkubwa sana, na kila familia ilikuwa na nafasi muhimu, na wazee walikuwa ni chanzo cha maamuzi. Hii ndio iliwafanya wawe jamii imara hata katika changamoto. Utamaduni wa Wasumbwa ni hazina kubwa sana. Walikuwa na ngoma za jadi, nyimbo zao za sherehe, mila zao za ndoa. Na katika jamii yao wageni walipewa majina maalum kama Bana Mahanga, Bana Minko. Majina haya yalitumika kuwatambua watu wasiokuwa wa kabila hilo. Hii ni katika kuonesha jinsi walivyokuwa na mfumo maalum wa utambulisho na jinsi walivyolinda utamaduni wao. Kadri muda ulivyopita, Wasumbwa walikutana na mabadiliko makubwa: ujio wa koloni, mchanganyiko wa makabila, maendeleo ya kisasa na teknolojia. Leo wengi wanaishi maisha ya kisasa, lakini bado baadhi yao wanatunza mila zao. Ni kwa sababu utamaduni huwa haufi, bali utamaduni unabadilika tu. Je, unaweza ukaniambia kwa sasa, je, ulikuwa unajua kuwa Wasumbwa ni kabila tofauti na Wanyamwezi? Unaweza ukaandika maoni yako hapo chini. Kama unapenda kujifunza mengi ya kihistoria kuhusu makabila ya Tanzania, hakikisha una subscribe wa Mkaya TV asili mtandaoni, like video hii, share kwa wengine, kwa sababu hapa ndipo tunapozifungua siri za Afrika, siri ambazo wengi wao hawazijui. Tukutane wakati mwingine, video nyingine. Endelea kuwa nasi. Hakikisha una subscribe na turn on notification wa kwanza kufahamu kila kinachojiri kutoka kwetu. Katika jina la Ngosha wa Mkaya. Wasumbwa wana usemi wao, Wagosia timane kubusele kubakima pio, wakiwa na maanisha wanaume tujuane tu kwenye pombe, kwa wanawake hapa.